Leo nataka nizungumzie rasmi jambo ambalo linamhusu shekhe wetu Sheikh Walid Al-Hadi. Mwenyezi Mungu Sheikh Walid, Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri, ampe subira katika yale ambayo yupo katika mapito kwayo. Lakini leo Jumamosi hii ya leo amekabidhi ofisi aliyokuwa akifanyia kazi ndani ya miaka miwili, kumkabidhi shekhe wetu Sheikh Abbas, na pia Mwenyezi Mungu amjalie katika yale anayoyaendea. Lakini tukirudi ni kwamba Sheikh Walid ni kipenzi cha wengi, ni kipenzi anayependwa na watu wengi, na wengi walikuwa wakitamani kumuona akiendelea kuwa shekhe wa mkoa. Lakini Allah tabaraka wa taala na makadirio yake, Allah tabaraka wa taala na mipango yake, Allah tabaraka wa taala kuna vitu wameviweka kwa watu ambavyo vitu hivi vinawafanya hawa watu wawe ni tofauti na wengine. Allah kanipa mimi makarama ya kufanya kazi za dua, inatakiwa nijitambue mapema kwamba mimi ni makarama. Na kuna mwingine Allah amempa kipawa fulani, huyo mtu anatakiwa ajitambue hicho kipawa kapewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa watu walivyokuwa wakidhani labda shekhe wetu Walid atakuja kutoka, tulikuwa tuna imani siku moja atakuja kutoka katika kiti chake hicho cha kuwa shekhe wa mkoa, lakini labda tulitarajia ni siku ambayo Mungu atamuhitari au kumuhitaji, ina maana aondoke katika ulimwengu na kile kiti ndo ataachana nacho. Ndivyo watu tulivyokuwa tunajua, lakini viongozi wakubwa wamefanya kile ambacho wameona wao kinafaa. Lakini lengo langu lipo kwa shekhe wangu Sheikh Walid, Allah amjalie subira, tunampenda kama ambavyo tumempokea aliyekuja. Lakini pia vile vile kuna muda Allah tabaraka wa taala anataka kukuonyesha wewe ni nani. Sijui pointi yangu mnaielewa hapo? Kuna muda Mwenyezi Mungu anataka kukuonyesha wewe ni nani katika jamii. Mwanadamu anaweza akaishi katika ulimwengu alafu asijue kwamba yeye ni nani, ana nafasi gani, au hata kama utakuwa unajua basi Mwenyezi Mungu akataka yeye mwenyewe akufahamishe wewe ni nani. Kwa hili jambo mimi nilitaka nieleze tu kwa muono wangu. Mungu amemwonyesha Sheikh Walid yeye ni nani kwa jamii, mvuto alionao, mapenzi anayopewa kwa kukunyang'anya hiki ambacho ulichokuwa nacho, na kukuonyesha dhahiri upendo wa watu ulionao, ili uishi nao na utumie ule upendo na uishi nao kwa ajili ya kuwatumikia kweli. Hata kama haukuwa shekhe wa mkoa, hata kama umetolewa shekhe wa mkoa, bado shekhe wako utabaki pale pale, na nenda nao, kwa sababu Mungu amekuonyesha sasa nguvu yako. Mungu amekuonyesha sasa unapendwa kiasi gani. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi lighullil mayamin, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kutaka ziada ya rehma zimwendee kipenzi wa umma ambaye si mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, usikum wa uswi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, na kusieni nami nayusia nafsi yangu kuna kukumtii na kumcha Mola wetu mlezi. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hamjabahatika kuingia katika imani hii ya dini ya Kiislamu, leo nimekuleteni darsa, nimekuleteni kisa cha bwana mmoja anajulikana kwa jina la Hassan, lakini baba yake anajulikana kwa jina la Basar. Ukiliunganisha jina hili lina wizani mkubwa mno, wizani wa hatari, nguvu ya hatari, nyota iliyosimama sawa sawa katika umiliki wa mali, katika umiliki wa watu, katika umiliki wa jamii ambayo imemzunguka mtu huyu mwenye jina hili Hassan Basar, au Hassan mtoto wa Basar. Hassan huyu kapitia makubwa katika huu ulimwengu kiasi ambacho hatutaki tena na wewe ambaye unayetutazama kupitia mateso aliyopitia yeye, kwa sababu yakulu habibuna al-Mustafa sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ahibba li nafsi ma tuhibbu li nafsika, pendelea kheri kwa ndugu na jamaa waliokuzunguka kwa yale unayoyapenda katika nafsi yako. Hassan Basar akapelekea kufanya jitihada
Khalifa Sheikh Saleh Makarama na timu yangu kufanya jitihada ya kupata hazina ya ajabu mno, mujarrabu sana, muaddabu sana, kwa watu wote ambao wamesibiwa na wanatembea katika dhiki na tabu kama aliyopitia bwana huyu akijulikana kwa jina la Hassan. Hazina yenyewe nimekwenda kutoa, wanaita cha uvunguni, yani cha ndani kabisa. Nimekuleteeni na nahitaji na natamani watu wengi watagombania hazina hii. Ni hazina yenye mafungamano, ni hazina yenye kufanya mambo makubwa mno, lakini ni hazina zaidi ya 4 ambazo ninazileta kwenu kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Wewe utaangalia unataka kitu gani, na hazina hizi ni dawa mujarrabu sana, muaddabu sana, hasa watu wa kwanza watakaolengwa na zawadi hii nitakaoileta. Zawadi ya kwanza inakwenda kwa watu ambao wanajishughulisha na masuala ya madini, wanajishughulisha na masuala ya dhahabu, wanajishughulisha na masuala ya uchimbaji, kutafuta madini. Ipo dawa mujarrabu sana, muaddabu sana, ambayo itakufanya wao watachimba mashimo marefu sana kwenda chini, lakini wewe kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala utachimba kidogo na utapata kingi. Ni dawa ambayo ina mafungamano kwa kiasi kikubwa na mashaitani au majini, kwa sababu unapozungumzia madini ya kila aina, madini ambayo yanakaa chini ya ardhi, madini ambayo yanachimbwa katika bahari, lulu wal marjani, na katika ardhi, dhahabu, almasi, tanzanite na zinginezo nyingi ambazo wanazichimba wanadamu, wanatumia nguvu kubwa sana kuzama chini. Lakini leo nimekuletea kitu ambacho kitakuwa ni mujarrabu sana, muaddabu sana. Ni dawa ambayo katika madini ya namna yoyote, dawa hii ina mafungamano makubwa na aina hii ya majini ambao wanakaa na kuzilinda hizi alimasi, dhahabu, lulu wal marjani, tanzanite na zinginezo. Dawa hii utakapoipata, ukienda katika shimo ambalo hilo kwalo shimo hilo ndo unatumia kwa ajili ya kuchimba dhahabu zako, alimasi zako, utakachokifanya dawa hii kuna namna utaifanya. Cha kwanza utawekania, baada ya kuwekania, lakini la pili utanunua mnyama anaitwa kondoo, alafu utapata dawa hii, kisha dawa hiyo nitakuelekeza unafanya nini. Na miongoni mwa matumizi ya dawa hii, yule anaingia kuchimba, wale wachimbaji wako katika shimo lako, dawa hii wanatakiwa waikoge. Sasa huyu kondoo anahusika nini na dawa hii ya kukoga? Hapa ndo kuna kitu kinachoitwa kizimba, nitakuelekeza unafanya nini, lakini wanatumia kukoga. Lakini kuna nyingine wanaivaa au wanaiweka kwenye wallet, au anaweza kaiweka katika mshipi, anafunga alafu anaingia nayo chini katika ardhi. Basi anaweza kawa kila sehemu anapita eneo hilo hilo, lakini mara ya kwanza, ya pili, atakapotumia dawa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, akapita eneo lile lile ambalo huwa anapita kila siku, na ghafla akakutana na pande kubwa la dhahabu, kwa sababu ya nguvu na msukumo na mvuto wa kuwalazimisha wale majini wasogeze kile unachokitafuta karibu, la sivyo unaweza kazama sana. Wallahi wa billahi, dhahabu, almasi, tanzanite, zote hizi zinahusishwa kwa kiasi kikubwa na majini, kwa sababu wao ndo wamiliki wa hivi vitu. Kwa ukiweza, insha Allah, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, tuijilie ofisini kwetu, au kama unaweza kutufikisha katika shimo ambalo wewe ndio huko unakwenda kuchukua au kwenda kutafuta, watu wanakwenda kuchimba, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala tutafutane na Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Hii dawa ni mujarrabu sana, muaddabu sana, lakini kutokana na uzito wake hatutoionyesha hapa. Lakini jambo la pili, dawa ya mapenzi. Hii dawa ya mapenzi, kuna watu hawapendeki, kuna watu hawana mvuto, kuna watu hawakubaliki. Kuna mtu kazi yake anaingia kwenye mahusiano anaachika haraka, imefikia mahusiano yake anahesabu wachumba zaidi ya 20 na wote wanakuja wanamkatalia njiani. Sasa hii dawa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala utaifanyia matumizi ya namna mbili. Matumizi ya kwanza yatakuwa ni kukoga
kila siku ya usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, lakini kabla jua halijachomoza. Yani kabla jua halijachomoza dawa hii ndio unatakiwa uikoge Alhamisi kuamkia siku ya Ijumaa. Yani inakuwa ni usiku wa Ijumaa lakini kuamkia mchana wa Ijumaa. Idhini yake Allah tabaraka wa taala, hii alfajiri ya kweli ndio unachukua dawa hii unakoga. Na dawa hii ina vitu vya kuchanganyia, nitakuelekeza. Ni dawa mjarabu sana, ni dawa itakupeleka kuwa na mvuto wa ajabu, ni dawa ambayo itakupelekea wewe watu wakugombanie, ni dawa ambayo itakuwa inakutengenezea mazingira kila atakayekuwa karibu na wewe hataki umuage, anatamani muda wote awe pamoja na wewe. Hii itapelekea watu wengi watakufatafata sana, lakini sasa wewe akili yako mkichwa, maana kakufata huyu ana mazungumzo yake, kakufata yule ana maneno yake, kakufata huyu anakuambia la kwake. Hapa ni akili yako kuweka akilini kwamba hapa sasa natakiwa nani nibague katika hawa niendelee naye katika maisha yangu. Hiyo itabaki ni kwako wewe. Lakini dawa hii pia unatumia, unapigia mswaki, na kupigia kwake mswaki utakuwa unapigia asubuhi, jioni usipigie, lakini sana sana asubuhi. Lakini kibidi sana ukiona imekukubali basi utapiga na jioni. Lengo usije ukazidisha dozi, kwa sababu hii itakufanya kinywa chako unalotamka, unalosema liwe ni asali kwa anayesikia, utamu wake na radha yake. Kuna watu wakisema neno hata kama ni la ajabu, unashangaa lile neno linakwenda, linapaa, watu wanapenda, mtu anatamani muda wote akusikilize kwa radha ya maneno yalivyo matamu yanapotoka katika kinywa chako. Hii itakonvisi mtu chochote utakachomwambia aweze kukifanya. Kama umekutana na binti unampenda, ukimwambia tunataka nikuoe, basi mambo yamekwenda. Unafanya biashara, mteja akaja, ukimwambia ni kiasi kadhaa, unamkuta yule mteja wala habagaini, anakwambia bana shika hiyo na ya soda, akakuachia. Kwa namna ambavyo nguvu inayotoka katika kinywa chako ni nguvu yenye mvuto, yenye usikivu katika masikio ya watu, yenye kuathiri mioyo ya watu, yenye amri, yenye mamlaka ya kumfanya mtu aweze kufata na kufanya kile unachokitaka. Kwa dawa hii utakuwa unapigia mswaki au unasukutua. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, mtaniambia kwa wale mnaotafuta kazi, na kwa idhini yake Mwenyezi Mungu atakufanyeni khairi kubwa. Hii ni dawa mujarabu, muaddabu sana. Dawa hii pia inatumika kwa ajili ya kukoga, lakini pia dawa hii inatumika kwa ajili ya kupiga mswaki. Lakini pia matumizi ya tatu ni mtu atakapotaka mwenyewe. Hii dawa inachanganywa na asali. Baada ya kuchanganywa na asali, dawa hii huwa inatengenezewa vijichale viwili katika ulimi, alafu inapakaliwa, na kuna maneno yanasemwa katika ile dawa pamoja na ile asali. Utakuwa ukisema neno lako ni zaidi ya kile mwanadamu anachokipenda. Kuna watu wanapenda machokoleti, basi utakuwa zaidi ya chokoleti kwake. Kuna watu wanapenda ice cream za Bahresa, mwendo wa ice cream za Bahresa sasa hivi ni kwenye ulimi wako. Kama mtu anapenda ice cream, basi wewe utakuwa ni zaidi ya ice cream. Kama mtu anapenda fedha, basi wewe ndio utakuwa zaidi ya fedha kwake yeye. Kama mtu anapenda kazi, wewe utakuwa zaidi ya kazi. Kama mtu anapenda basi wanawake, basi wewe ndio utakuwa mwanamke haswa hurul aini, na wengine watakuwa ni vibaraka wa ushavyombo, lakini wewe ndio unatangulia mbele. Kama mtu anapenda gari yake nzuri Rolls Royce, mtu anapenda benzi yake, mtu anapenda supercharger, wanaziita hizi range, basi wewe utakuwa ni zaidi ya thamani ya vitu vyote vinavyomzunguka, na kauli yako itakuwa ukitamka inakuwa ni kitu kinamvaa mtu na anachanganyikiwa na anafata yale ambayo unayoyahitaji. Kikubwa tu punguzeni, msije mkasema maneno yakawafanya watu mkawafanyia mambo mabaya. Lakini jambo la tatu, dua ya kumfunga au dawa ya kumfunga mume au mke. Hii ni dawa ya tatu, dawa ya kumfunga mume au mke, ili asiweze kuwa muhuni, asiweze kuzini ovyo. Tena unamfunga katika njia ambayo yeye haijui. Na ukija kuchukua dawa hizi uje umejipanga kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini dawa ya nne ambayo nimekuletea ni dawa mujarabu sana, muaddabu sana, na nitazionyesha wiki inayokuja, darasa linalokuja nitakuwa nazo hapa. Inaitwa mkumba shengepo. Mkumba shengepo. Hii ni dawa hatari sana, ni dawa mujarabu sana kwa wanaofanya biashara,
kwa wanaofanya mikutano, kwa wanaofanya mikongamano, kwa wanaofanya jambo la kuhitaji watu wengi wawaijie. Hii dawa utakapoitumia katika biashara yako na katika mwili wako, watakuijilia mpaka wehu. Yani itafikia mahala utapendwa, watu watakuwa wanakusanyika maeneo yale, mpaka wehu watakuwa wanalala karibu na lile eneo lako, kwa namna ambavyo utakavyokuwa unapendwa, kwa namna ambavyo utakavyokuwa unakimbiliwa katika shughuli zako na mambo yako. Lakini jambo la dawa ya sita, nafikiri dawa ya sita kama sio ya tano, itakuwa inajulikana kwa jina la Sanzebaseka. Hii ni dawa hatari sana, Sanzebaseka. Hii dawa ni kwa ajili ya kusafiri. Unasafiri unaenda South Africa, unasafiri unaenda China, unakwenda kuchukua mzigo, unaweza kujikuta kule China kuna watu ambao kazi yao ni kuwapokea watu, alafu na kuanza kuwapeleka. Utamkuta mtu anakuhudumia vizuri, na ikiwezekana hata na mtaji atakuongezea na haumpi chochote. Hii ni Sanzebaseka. Unatumia kwa ajili ya kukoga katika mwili wako, lakini pia vile vile unachanganya na mafuta mepesi unatumia kupaka. Ni hatari sana, lakini ni dawa ambayo unahitaji kusafiri ndio unaitumia, au huko unapokwenda unahitaji mapokezi yawe mazuri, watu wakuunganishe katika channel mbalimbali uweze kufanikiwa kwa safari yako moja, basi dawa hii Sanzebaseka ndiyo mujarabu na muadabu sana. Hizi ni dawa ambazo nimezileta kupitia kisa cha bwana mkubwa anaitwa Hassan ibn Basr. Hassan Basr ni nani? Hapa ndo nataka sasa tusikilizane vizuri. Hassan Basr ni kijana ambaye alizaliwa katika ardhi ya Burundi. Sikilize. Lakini pia vile vile nitaomba darasa hili mlisambaze sana kwa mapenzi makubwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Amezaliwa katika ardhi ya Burundi. Changamoto za hapa na pale na njia alizozitumia yeye alizitumia, na sasa yu katika ardhi ya South Africa. Baada ya kufika katika ardhi ya South Africa, alipata vibali vyote mpaka passport ya kuishi katika ardhi hiyo ya South Africa. Kijana akiwa na mvuto, akiwa na nguvu ya asili, akiwa na maajabu makubwa aliyojaliwa na Allah tabaraka wa taala, yaliyowafanya watu wengi kumkimbilia, kana kwamba alitumia Sanzebaseka. Yani kwamba safari yake alitumia Sanzebaseka, watu wakampokea, au kama vile alitumia dawa inaitwa mkuba shengeru. Kwa namna ambavyo watu walimkusanyikia huyu bwana, alijikuta anapata mali haraka sana. Ikafikia mahala bwana huyu akawa na majumba zaidi ya nyumba 2 mpaka 3 pembezoni mwa nchi ya South Africa. Lakini pale alipokuwa anakaa Pretoria, yeye akawa amepanga sehemu yake nzuri, anaishi jumba zuri la kifahari. Huyu bwana haikuishia hivyo. Katika mali alizokuwa akimiliki, akawa na basi zuri, ambalo basi hilo lilikuwa likifanya safari zake kutoka katika ardhi ya South Africa mpaka kuja katika ardhi ya Zambia, lakini pia linarudi South Africa, kwa namna ambavyo fedha ilikuwa inaingia. Lakini bwana huyu Allah tabaraka wa taala alivyokuwa amemfungulia akawa na gari zote ambazo unazijua wewe katika ardhi hii ya Tanzania na kwingine uliko duniani. Huyu bwana amekusanyikiwa na Allah, amempa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Bwana huyu anahadithia jinsi ambavyo neema na mali alizojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia bwana huyu akawa anafanya biashara ya kusupply, licha tu ya basi kumletea fedha ambazo abilia wanapanda. Bwana huyu ikafikia mahala akawa ana supply baadhi ya vitu katika maduka, anatoa huko mashamba vijijini, anawaletea katika ardhi yao ya Pretoria pale, anapeleka katika maduka, wanampa fedha. Jamaa, pesa ilikuwa si kitu kwake. Yani ukimkurupua kwenye gari hapo anakaribia dola 50,000, mtu ana dola labda 15,000, ana dola 20,000. Yani hiyo ipo kwenye gari, achana na ile ambayo iko benki. Kwa bwana mkubwa alikuwa na maisha mazuri sana. Bwana huyu katika maisha yake aliishi, akapata mke. Baada ya kupata mke, akajaliwa kupata katoto kakike, mashaallah, kalijulikana kwa jina la Mirfat.
Mirfat akawa ndio binti pekee katika maisha ambayo bwana huyu alimpenda sana mtoto wake, kwa sababu ni mtoto aliyekuwa kafanana na mkewe sana. Kwa hata mkewe akienda kwenye shughuli akikaa na mtoto wake akikatazama ni copyright ya mkewe. Kisikilize hichi kisa, kama nilishawahi kutoa visa vyenye kusisimua, visa vyenye kuogofya, visa ambavyo vitakufanya wewe na tahadhari na haya maisha, visa ambavyo vitakufanya hizi dawa ninazozitangaza. Kama we ni mchimbaji wa dhahabu, basi dawa yako tunayo. Kama ni mapenzi, basi dawa yako tunayo. Kama unahitaji kumfunga mume au mke, dawa yako tunayo. Kama ni mkumba shengeru, dua yako tunayo. Kama ni sanzebaseka, dawa yako tunayo. Uwe na tahadhari. Sikiliza kisa hiki kwa makini mno, na Mungu atakufungulia ya kwako. Mungu atakufanyia wepesi. Bwana huyu akaishi na mkewe kwa muda kidogo, hata kwa mapenzi waliokuwa nayo, furaha, walihisi kwamba wao wanaweza wakaishi hii dunia mpaka ikafikia mahala wakazea pamoja, wakafa wakazikana. Lakini Allah tabaraka wa taala akipangala kwake basi linakuwa. Bwana huyu akiwa katika piki kubwa ya mafanikio, ndipo ambapo maradhi yanamkuta mkewe. Kullu nafsin dhaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Mkewe akaumwa ghafla, anajihisi kihoma. Siku ya kwanza anajisikia tafurani, siku ya pili mara amefariki mkewe. Familia zikatoka Afrika zenye uwezo wakenda kule, wakachukua mwili wakasafirisha Tanzania, wakatoa mwili Tanzania wakaupeleka katika ardhi ya Burundi wakazika. Jamaa akakaa kwa machungu makubwa, lakini maisha yanatakiwa yaendelee. Akatoka katika ardhi ya Burundi akarudi South Africa, katoto kake kadogo akaanza kukalea kwa dhiki kubwa mno. Jamaa katika upambanaji wake alikuwa anapambana kiasi ambacho ikafikia akikaa anawaza, mwanangu yupo katika upambanaji, anarudi saa 5 usiku, katoto kake kimeshanyanyukia, kana miaka kama 6-7 hapo, anarudi kazini anakakuta katoto kemejikunja peke yake, kamekaa peke yake. Maskini ya Mungu, huyu bwana anasikia uchungu akimtazama mtoto wake anasimama katika mlango, jinsi ambavyo anavyopambana kuyaweka mambo sawa, namna ambavyo anavyochanganyikiwa msiba Jamani, omba yote ya kukute, au sikia kwa jirani au sikia kwa mwenzio, lakini vifo viwili hatari sana, usiombe vikakukuta. Kwa mke ambaye ulikuwa unaishi naye kwa mapenzi makubwa, anayekupenda na wewe ukampenda, anayekuheshimu kamheshimu, na mkawa mna future ya pamoja, hasa akawa na mvuto wa kuendeleza mali zako. Ukitoka, hakika ya mali zako ziko salama. Mali yako ikiwa na yeye mwenyewe pia ni mali yake, hata yeye anajitunza, yuko vizuri. So kuna wanawake wengine mmewe katoka naye anatafuta mchepuko wa kwenda kumaliza haja zake, au mmewe wake katoka basi anarudiana kwa yule mpenzi wake wa zamani waende wakapashe viporwa. Hapana, ni mwanamke alikuwa anajitambua kweli kweli kweli. Ni mwanamke ambaye anajua kitu gani anatakiwa akawe nacho na aishi vipi na mume wake katika haya maisha. Jamaa akifika akimtazama mtoto wake pale katika mlango, jamaa anashusha machozi, analia ajabu ya Rahmani. Ndugu yangu Muislamu, hali ile ya kumfanya mtoto akae peke yake muda mrefu ikawa inamchanganya, na akitafuta labda mtu wa kutaka kukaa na mtoto basi ni masaa kadhaa, kashapigiwa simu nataka kwenda huku, basi namkurupua katika kazi yake, anarudi kwa ajili ya kwenda na kukaa na mtoto wake, kazi zingine zikawa hazendi. Sasa kwa umri aliofikia yule binti akahisi kwamba sasa nimtafutie mke. Balaa linaanzia hapa. Sikiliza vizuri mpenzi na mpendwa wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Balaa linaanzia hapa. Yule bwana akafanya safari baada ya mtoto wake kuwa amefunga shule, akaondoka naye mpaka katika ardhi ya Tanzania. Baada ya kufika Tanzania akaenda katika ardhi ya Burundi, akaenda akatafuta binti na akafata wasia aliyokuwa amepewa na baba yake. Baba yake alikuwa akimuhusia, anamwambia usiende kuoa binti ambaye mama yake kaachika. Kuna mafunzo makubwa sana hapa. Baba yake na huyu Hassan ambaye mzee mwenyewe anaitwa Basar alikuwa anamuhusia mwanae katika udogo wake, katika uhai wa baba yake, anamwambia mwanangu Hassan, katika maisha yako usije ukaoa binti ambaye mama yake kaachika. Kwa sababu gani?
kuna mambo yatakuwa ni ngumu sana kuvumilika kwa huyu binti, kwa ushawishi mkubwa atakaokuwa anaupata kwa mama yake. Lakini wapo walioachika kwa matatizo na shida na dhiki za wanamume. Hawa ni halali, na ndio maana unapotaka kwenda kuoa, chunguza sana ile familia, usikurupuke na kuchunguza kuna namna yake, kwa sababu wanasema bata ukimchunguza sana hauwezi kumla. Lakini katika suala la kuchunguza, katika suala la kuoa ni muhimu na ni ahamu, kwa sababu kuna wengine wana maradhi ya ukoo, na wewe unaweza ukaingiza uzazi wako katika maradhi ambayo yatapelekea watoto wako watakuwa wanaumwa kila wakati, na fedha yako utakuwa unaiporomosha, unaitoa, utatafuta mwanga nani ni mchawi nani, kumbe umekwenda kukoromoa kwenye sehemu ambayo ina maradhi ya asili. Kuna watu wana maradhi ya sukari, kuna watu wana maradhi ya ukoma, kuna watu wana maradhi yale ya kwenda yanarithishwa. Sasa tunaambiwa tuangalie familia tunaotaka kwenda kuingia, na hawa wazazi wa kike wakoje. Ndugu zangu Waislamu, huyu bwana akazingatia hilo, akenda akaoa sehemu ambayo huyu mwanamke kaachika sehemu ya kwanza, na sasa hivi yupo ndani ya ndoa, lakini akaonyeshwa kwamba huyu ndo baba. Hayo mengine alikuja kuyajua ndani ya ndoa, ndo anakuja kujua huyu mama mwenyewe kaachika ndoa zaidi ya 2, na hata hiyo ya 3 mbeleni pia na yenyewe ilikwenda ikaachika. Ndugu zangu Waislamu, kijana kamuoa mkewe vizuri, taarifa zikaenea, kaolewa na furani, ana fedha nyingi kutoka South Africa. Jamaa akawa anaishi, kwa sababu pia naye uko wake mfupi, baba yake shamzika, mama yake ashamzika, yuko tuna ndugu zake kinaba mdogo, kwa akakaa vizuri na huyu mama kama mama yake mzazi, kwa sababu ndio mama wa mkewe. Unaweza kupata watoto wa kike watupu, usilalamike, kwa sababu Allah anajua anachotaka kukupa. Allah ni qadir, Allah endo ala kulli shay'in qadir, anakupa mtoto wa kike, kwa sababu atakuja mwanaume atamuoa huyu mtoto wa kike, atakuwa ni zaidi ambavyo ungepata mtoto wa kiume. Huenda ungepata mtoto wa kiume angekuwa ni mwizi, jambazi, mnigaji. Siku moja we mama unapita usiku, labda umetoka kununua labda mahitajio yako, saa 2 saa 3 unarejea nyumbani, mtoto anakuja kukupiga ngeta mpaka ajue kwamba ni mamangu mzazi, na sauti yenyewe kesha kukaba muda na kitambo sana ushaathirika. Lakini Allah anakujalia watoto wa kike watupu, kwa sababu atakuja mtoto wa kiume atakulea na utahisi hauna mapungufu ya kukosa mtoto wa kiume. Lakini Allah anaweza kukupa mtoto wa kiume tupu, usihisi tabu. Huenda ungemzaa mtoto wa kike akawa ndo anakutukanisha katika ulimwengu wa kimtandao, akawa anakutukanisha mtaani kwako, mtoto anavaa uchi, mtoto makalio yake, akili zake zote zimeenda kwenye makalio, kwa sababu anahisi kwamba makalio ndo atamuingiza fedha. Ni kazi kuzungusha tu mauno katika mitandao, ndo akili anayojua yeye, ndio anachokifahamu, ndio kazi ambayo alionayo, hana kazi nyingine. Lakini ni mtoto ambaye matusi ni kama aliumbwa nayo, akisimama kuwachamba au akisimama kukupinga we mzazi, mpaka unajuta, unasema kwamba nilizaa vipi huyu mtoto, wenzangu wanazaa lakini mimi nimefyatua kama tofali. Maana mtoto haileweki, hana mbele, hana kichwa, hana miguu. Kwa Allah anapokuruzuku kitu, Allah ala kulli shay'in qadir, yeye ndio muweza wa kila jambo, na yeye ndio mwenye makadirio. Jamaa akawa anampa yule mwanamama vidola 1000, vidola 3000, anahudumia masuala pale nyumbani, riziki zinakwenda vizuri, ana maintain kila kitu. Yule jamaa akasafiri akarudi South Africa, akakaa. Baada ya miezi 6 akamsafirisha mkewe kutoka katika ardhi ya Burundi akatua katika ardhi ya Tanzania. Tanzania taratibu zilivyokamilika, akaondoka akaenda katika ardhi ya South Africa, na hapa ndipo balaa lilipoanza. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, katika suala la kuchunguza, katika suala la kuangalia, kuna watu wana vipawa vyao, kuna watu wana nyota zao, kuna watu wana karama zao katika baadhi ya mambo. Mimi ni Khalifa Sheikh Salim Makarama, mtaalamu wa dua, kuondosha majini, uchawi na vitu vyote vinavyokutatiza katika masuala hayo ya kumwomba Allah tabaraka wa taala, na kukupa dawa ambazo ni mujarabu muaddabu sana, ambazo zitaendana na yale matatizo ulionayo wewe. Lakini wewe pia una makarama ya kufanya biashara. Kuna mtu makarama yake akishika biashara tu, biashara imekwenda. Kuna watu makarama yake yeye akichonga kitanda, akichonga kiti, kile kiti utakinunua kwa sababu kakichonga
kakichonga kakipatia. Hicho kiti kwa staili moja kikichonga kingine kitaonekana kibaya, lakini akikishika yeye kitaonekana kizuri. Hata kama atashirikishwa katika jambo, lile jambo litaenda. Lakini kuna wengine karama zao zimeangukia kwenye biashara, akishika biashara zinakwenda. Kwa linda brandi yako, linda karama yako, linda kile alichokupa Allah tabaraka wa taala. Hayo ndio maisha yako Mwenyezi Mungu amekupatia uweze kuishi. Na kuna watu wana karama hawana kazi yoyote, lakini ukimuoa mwanaume unatajirika. Na kuna watu wana karama za nuksi, ukimuoa tu utapata nuksi ajabu ya Rahmani, kama ilivyomwangukia bwana mkubwa anayejulikana kwa jina la Hassan ibn Basr, mtoto wa Basr. Alivyomleta tule binti katika ardhi ya South Africa, biashara zikaanza kukata. Hapa nitaeleza haraka, sitapita sana huko kwa sababu kuna pointi za muhimu nataka uzipate. Biashara zikaanza kukatika. Wale waliokuwa wakiwasambazia zile oda wakaanza kupunguza taratibu, na wengine wakasitisha kabisa. Lakini pia jamaa zake wa karibu wakaanza kupewa zile oda walizokuwa wanafanya kazi pamoja. Lakini huyu bwana ikafikia mahala hata ile basi iliyokuwa ikifanya shughuli zake baina ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ikafikia mahala na yenyewe ikakata, wateja wakawa hawapandi basi hiyo, basi ikawa ikienda ikirudi ni hasara. Anachukua pesa huku anapeleka kule kwa ajili ya kuendesha uendeshaji wale biashara, lakini pia na yenyewe inakata kumlipa madereva, makonda, lakini pia vile gari ikawa ikienda inakuja na shoti kubwa kiasi ambacho anachukua fedha anatengeneza. Mwisho siku akaamua kulipaki. Alikuwa na roli moja zuri ambapo kwenye kibin lake lina tairi 10, lakini pia na lenyewe likafa likawekwa. Hali mbaya. Bwana yule akawa biashara zimesimama, zimekata. Sasa anafanyaje? Bwana mkubwa yule akaanza kuuza gari moja, anaisukuma BMW, anapata fedha, anaanzisha kitu fulani, anataka kunyanyua kile ambacho kilichoanguka. Ile fedha itateketea mpaka itakwisha. Litatokea tatizo Burundi, au litatokea tatizo kwa mtoto wake, au litatokea tatizo kwa mkewe, au litatokea tatizo baina yake yeye na serikali ya South Africa, au litatokea tatizo la kwake mwenye binafsi kiasi ambacho hawezi kujiacha hivi, atajishughulikia. Ile fedha itakatika. Anamaliza hapo, anavumilia mwezi mmoja, anasukuma gari nyingine. Basi matatizo yalikwenda hivyo mpaka ikafikia mahala yule bwana akawa amebaki na gari zile za kizamani ambazo wazungu wanazipenda katika mambo ya michezo, akawa amebaki na ili lori, akawa amebaki na basi yake. Lakini pia akawa amebaki na gari mbili. Hizi gari mbili akaamua aziuze ndogo. Baada ya kuziuza, South Africa hawali ndizi kama tunazokula sisi huku. Wale wa South Africa watasikia darasa hili ndio watajua kwamba hii ni haswa ni kisa ambacho kimetokea katika nchi yenu. Hawali ndizi kama hizi ndizi ambazo tunazokula huku. Yule bwana akaona nimezisukuma hizi gari mbili, ngoja nifanye biashara ya kuuza ndizi. Yule bwana anakwenda huko pembeni zinavyopatikana ndizi, anazichukua, anazipeleka mpaka katika ardhi ya Pretoria, anazipeleka nyumbani kwake. Akishazifikisha nyumbani kwake, huyu bwana anachokifanya, anachukua chumba kimoja, anazijaza zile ndizi, na zile ndizi zinakuwa ni mbichi kabisa. Ili zikomae na ziive, zinatakiwa mabomba ya gesi yatengenezewe yaingie katika kile chumba na zipulizwe na gesi. Zikishabadilika rangi na maana zimeanza kukomaa. Sasa utakiwa kwenda kuziuza zikiwa zimekuiva kabisa. Unatakiwa uende ukaziuze zikiwa zimekomaa. Na kujua kwamba hii imekomaa, utaziona kwa rangi nje kubadilika kutoka katika rangi yake ya ukijani kwenda katika rangi yake ya njano. Huyu bwana kajaza pesa yote, kachukua vyumba zaidi ya 3 kajaza ndizi. Anasema nikizipeleka hizi, basi Mwenyezi Mungu ataleta kheri, nitaanza kurejea katika hali yangu. Basi kila siku walikuwa wakiingia, na ile kawaida ukizichukua zile ndizi ukaziingiza kwa mfano leo, basi kesho jioni mida kama hiyo ukienda unakuta ndizi zote zimeiva, unazichukua kwa ile gesi na umiminika mule ndani. Lakini bwana ikawa kila akiingia unakuta ndizi 3-4 ndo zimeiva. Watachukua zile ndizi, watakula na watoto, mtihani umekwisha. Ndani ya mwezi mzima ndizi hakuna hata moja iliyoiva. Siku moja anasema nimefungua mlango, nikaenda nikakuta ndizi zote badala kuwa za njano zote zimepiga weusi, na maana zimeharibika. Zile ndizi zote akazichukua, akaenda akazimwaga, na habari ndio ikaishia hapo. Kula kwake ikawa ni kwa tabu, kunywa kwake ikawa ni kwa tabu. Lakini Allah amejalia yeye na mkewe katika dhiki hizo wanazozipitia wamebahatika kupata watoto wawili.
Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, amebaki na vitu vya ndani, amebaki na basi lake, na hata hilo basi lenyewe ndilo ambalo lilikuwa likibeba zile ndizi, kwa sababu alikuwa hana uwezo tena kwa pesa aliyoipata kwenda kuchukua labda maloli ya kupakia zile ndizi kuzileta pale. Alichokifanya lile basi, alitoa viti vyote vya mule ndani, akalitengeneza, akaziba sehemu ya madirisha, akalitengeneza kama ni loli fulani la staili ya basi. Lile ndio likawa linaenda linabeba mizigo linaleta, lakini ikafikia mahala biashara hii ilipokufa na basi ikasimama na maisha yakawa yameharibika hapo. Wapendwa, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, huyu bwana akakaa miezi kadhaa hajalipa kodi na nauli pia ya kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine akawa hana. Akawa anaishi katika ardhi ya South Africa au Pretoria kutokana na umaarufu aliokuwa amejaliwa na Allah kwamba nipe shilingi 2-3 apate kula na familia yake. Ndugu zangu Waislamu, kama hilo alitosha, mwenye nyumba akawa anataka nyumba yake, anataka apartment yake. Akenda akamwambia, nataka uondoke nyumbani kwangu na kila ulichonacho ndani ni cha kwangu, kwa sababu nakudai. Umekaa muda mrefu ulipi hela yangu, nalipa Kiswahili. Yule bwana wallah wa billah anasimulia, alitoka na begi lake na mabegi yake na watoto wake, wakaingia kwenye basi lao hilo, wakaanza safari kutoka katika mji mmoja kwenda katika mji mwingine, ambako huo mji ndio kulikuwa kuna nyumba yake alikuwa kaijenga. Anatoka katika nyumba ya kupanga na kwenda katika nyumba aliyokuwa ameijenga. Amefika huko pia maisha yakawa ni magumu, halipi kodi, lakini dhiki aliyokuwa anaipata ni ajabu ya Rahmani. Sina muda wa kuweza kukuelezea ili ukajua kwamba katika haya maisha kuna watu wanaporomoka kutoka katika hali nzuri, wanaporomoka wanakuwa ni masikini. Wewe masikini wa sasa hivi ni afadhali kwa sababu shida umezizoea, na kuna mwingine kwa sababu ushamzoea kwamba ni tajiri, hata ukimfuata anajitutumua na kuonyesha ana mipango. Kuna mwingine unaweza kumsikia anakuambia bana, eti una 100,000 hapo, yeye anaichukulia vyepesi, tuna 100,000 hapo. Kwanza anakuomba kana kwamba yeye haimsumbui, na hata ukimnyima muda huo baadaye kidogo atapata, kumbe hajui atapata wapi, na mambo yake yameshafaba, mambo yameshaharibika, lakini anajitutumua mbele za watu aonekane kwamba yaliomo yamo, kumbe yaliomo hayamo. Ikhwani, ndugu zangu wapendwa, kwa ajili ya Allah, dawa aina 5 hatari nimekuletea, nzuri, mujarabu sana, muaddabu sana kwa wale wachimbaji dhahabu. Ipo dawa ina muafaka mkubwa na aina za majini wanaomiliki dhahabu, na dawa hii utatumia kwa ajili ya kupaka, kwa ajili ya kukoga, na dawa hii watatumia wale wanaozama kwa ajili ya kufunga kwenye kijimshipi. Kama dhahabu ipo mbali wataipata karibu. Lakini pia vile vile dawa ya mapenzi, dawa hii utatumia kwa namna mbili. Utatumia kukoga kabla jua halijachomoza, lakini pia vile vile utatumia kupiga mswaki kwa ajili ya kauli yako na maneno yako yaweze kwenda, lakini vijichale viwili kwa kupaka na asali pamoja na dawa hii kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini kuna dawa ya kumfunga mke na kumfunga mume kama ni muhuni kupitiliza, asije akakuletea maradhi katika nyumba yako. Lakini dawa nyingine, hii dawa inaitwa mkumba shengeru. Ni dawa hatari, ni dawa mujarabu, inaweza kukusanyikia, kukufanya watu wakusanyike kwa wingi, watu wakukimbilie, watu waje na huduma utakayoitaka au utakayotaka kuwapa waichukue bila kuhoji chochote. Lakini pia vile vile dawa ya 3 ni sanzeba seka. Hii ni dawa ya kusafiri nayo, na ni dawa ambayo itakufanya mji unaokwenda uwe na kheri na wewe, watu wakukimbilie na utoke kunufaika kutoka katika namna moja kwenda katika namna nyingine. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, huyu bwana akabaki tee. Nikisema tee nielewe tee na maana hana chochote, hana mbele, hana nyuma, hana kushoto, hana kulia. Yupo na mkewe wanavumiliana, wanaishi vizuri, watoto wao wanaishi kwa dhiki, kwa tabu, lakini wapo kwao, kinachowastiri ni nyumba yao. Wangapi wameanza kujenga hapa kibanda tokea miaka 20 huko, wamenuaga kiwanja, lakini alishapelekaga tofali tu trip moja, hakuna tena trip aliyoishai kuipeleka, isipokuwa anaisha kupanga tu kwa mwenye nyumba, ambapo anapata dhiki na tabu na tafurani. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi maisha yetu ili yaende. Wapendwa, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, bwana huyu dhiki ikawa kubwa, maji yanamfika katika shingo, hali ikawa haieleweki, maisha yameharibika. Siku moja miongoni mwa masiku akapatikana kijana ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Hussein.
kutoka katika ardhi hiyo ya Burundi, akawa amefika katika ardhi ya South Africa. Baba yake ni mfanyabiashara, wanafahamiana, wanajuana, wakawa wamepigiana simu, wameonana, na jamaa akaenda kumtembelea Hassan katika nyumba yake. Baada ya kufika katika nyumba ya Hassan, ndo katika kutazama vijiaseti alivyo navyo, akamuona Hassan amebakiwa na hizo gari za kizamani za michezo 2, lakini pia amebakiwa na lile lori, ambayo hiyo lori ile engine ya mbele, yani kile kichwa cha mbele ni vile vichwa ambavyo vinakuwa vina tairi 10. Ndugu zangu Waislamu, yule bwana akamwambia rafiki yake, ndugu yangu, unaiuza hii gari? Kwa hali ngumu alionayo huyu bwana mkubwa akasema, nikipata mteja nitaiuza mpaka leo. Akasema, basi baba yangu alikuwa anaitaka sana hii gari, nitaenda Burundi nitamwambia. Yule bwana akakubali, akamwambia basi haina shida. Huyu jamaa yake Hussein akasafiri, akarudi South Africa, akarudi Burundi. Baada ya kufika Burundi akamwambia baba yake kwamba ile gari uliyokuwa unaitaka fulani anayo, tufanye mazungumzo naye. Wakakubaliana pesa waliokubaliana. Baada ya kukubaliana pesa waliokubaliana, akamwambia sasa, tunafanyaje? Akamwambia, nigharamikie masuala ya safari yote, alafu gari ikifika huko utanipa kiasi kadhaa. Wakakubaliana vizuri. Baada ya kukubaliana, nataka nikuonyeshe namna ambavyo mwanadamu anamalizika kwa sababu ya kuoa tu alikokwenda kuoa, kwa sababu ya ile mwanamke kuingia katika maisha yake, na mambo yanaporomoka, yanaharibika. Na sio mwanamke peke yake. Mwanamke unaweza kuwa mfanya biashara mzuri, unaweza kuwa mfanya kazi mzuri, lakini ukaja baada ya kuolewa tu na mwanaume ukashangaa unaanza kuporomoka, lakini yale maisha yakawa yanabadilika. Huyu mwenzio ndo mambo yakaanza kunyooka, au kwao mambo yakaanza kuwa mazuri, wewe mambo yanaharibika. Watu wana kawaida kuingia kwenye maisha ya watu kwa ajili ya kuchukua tu kile ulichonacho, wakikuondoka wanaondoka, wanakuwa chakarasha. Kuna mwanamke anaweza kaingia katika ndoa, lakini lengo sio mapenzi, lengo ni mali yako. Mkae kwa muda fulani, akuzalie mtoto wa haraka haraka, akishazaa tu yule mtoto aanze kuambia, bana nipe talaka yangu. Ukitoa talaka mnakwenda kugawana mali nusu kwa nusu. Amefuata mali huyo, akufuata mapenzi. Tuwe makini sana pale tunapotaka kuoa, tuwe makini sana pale tunapotaka kuolewa, kwa sababu hakuna jambo hatari ambalo huwa linafanyika katika harusi kama uchawi wa sihiri al-marsudi, uchawi wa kuvizia. Kwa sababu harusi bana ni ile ya kwanza, ndo harusi itasherekewa, itachangiwa michango, watu watanyanyuka, watapiga vigeregere. Ile ndo ukipigwa utaendelea kuoa au kuolewa, lakini harusi ya kwanza ndo harusi. Pale ukipigwa sihirul marsudi inakuwa ni hatari sana na ni ngumu sana waganga na waganguzi kukuagua, lakini kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kwetu sisi Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Ndugu zangu Waislamu, simu ikapigwa ya baba mtu mpaka kwa Hassan Basar. Hassan Basar akamuonyesha kwa video, akatuma na video. Jamaa akaipenda ile gari. Nikutumie dola ngapi? Jamaa akasema dola alizozihitaji ili gari ingie katika marekebisho. Akatumiwa zile dola. Baada ya kutumiwa zile dola, akaichukua ile gari akaipeleka gereji. Lakini hakuipeleka sasa kwenye hizi gereji zetu za mitaani, akaipeleka wenyewe kabisa, Scania sijui Toyota sijui nani gani, ndo akawapelekea watengeneze ili gari iwe mpya. Wale mabwana kuja kupiga mahesabu, ikaonekana ile gari ili itengemae, ili ile gari ikae vizuri kama ilivyokuwa gari zingine, ili hiyo gari iweze kusafiri baada ya matengenezo yake kutoka katika ardhi ya South Africa kupita nchi 2 mpaka 3 mipaka yake mpaka kuingia katika ardhi ya Burundi, vitu vingi sana vinatakiwa vibadilishwe. Ndugu zangu Waislamu, ile pesa aliyotumiwa haitoshi. Anafanya nini? Ikabidi kumpigia tena yule mzee anaojisikia haya, anaona aibu. Nafanya nini? Ikaona zile gari zake 2 za michezo zile, kwa sababu anaenda kuchukua hela nzuri, acha na zenyewe zisukume zile gari za kizamani. Bahati nzuri akatokea mzungu, alizipenda zile gari muda mrefu, akamuzia, akaichukua ile hela pesa nzima, akaenda kuitia kwenye ile gari, ile gari irudi kuwa mpya. Basi walibadilisha mavitu kwa ile gari, ukipika tu kikimoja gari inawaka, inaitika. Mzee anaambiwa sasa gari imekuwa sawa, sasa nataka nisafirishe. Mzee akamwambia haya sawa, na kutumia pesa za mafuta. Jamaa akatumiwa pesa za mafuta kutoka katika ardhi ya South Africa mpaka kuingia Bujumbura katika ardhi ya Burundi. Ndugu zangu Waislamu, jamaa akatengeneza vibali vyote vya kuvusha gari. Yaani imekamilika, safari inaanza.
akachukua na dereva ambaye alikuwa anafanya naye kazi muda mrefu, ambaye dereva huyu ni mtaalamu wa masuala ya malori. Kaingia, safari imeanza kutoka katika ardhi ya Burundi. Huko anakotoka mpaka kufika mpakani ni zaidi ya masaa zaidi ya 10 na wamefika salama, na ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani wa mwaka jana. Ndio Ramadhani inakaribia kuingia. Wapendwa kwa ajili ya Allah, wanasema siku ya kufanyani miti huteleza. Huyu bwana anakwenda kwenye maisha magumu sana, anakwenda kwenye dhiki baada ya kuingia tu kwenye nusu hiyo aloingia ya kumpata huyu mwanamke. Anafika pale mpakani, ndugu zangu Waislamu, wanakagua vitu vyote viko sawa, lakini wanaingia kwenye system, kuna vitu ambavyo vinatazamwa wa yule aliyemuuzia yeye ile gari. Wanavitazama, wanakuta kuna baadhi ya dokumenti hazijatimia. Sharti yule mwenye gari kuna jambo aliidhinishe, kuna jambo aliweke sawa, ndio ile gari inaweza kuruhusiwa kuvuka kutoka katika ardhi ya South Africa kuingia katika ardhi ya nchi nyingine. Anaambiwa bana, hapa huyu mtu lazima tumpate. Jamaa anamwambia, jamani, bona kila kitu nimekiweka kule makao makuu, amenielekeza kila kitu mpaka nafika hapa, kweli ndio mnanikwamisha? Wasema bana, tusipompata huyu mtu jambo letu limeharibika. Yule bwana anainama, anashika kichwa, haoni mbele haoni nyuma, kwa sababu yule aliyemuuzia ile gari alishafariki muda mrefu, maana naye alinunua kwa mzungu, yule mzungu ameshafariki. Sasa atafanya nini? Msaada mkubwa ni kutafuta kampuni ya yule mzungu, ambaye labda huenda kuna mrithi ambaye amerithi kile kiti cha yule mzungu ambaye alimuuzia ile gari. Anafanya nini? Akaingia kwenye mitandao, akaisearch mpaka akaipata ile kampuni. Baada ya kumpata kampuni, akampata msimamizi, akapata na namba zake za simu. Anampigia simu, anamwambia, "Nisikilize, hii kazi sio ya leo, sio ya kesho, kwa sababu nipo tight vibaya mno. Yaani nina kazi nyingi, labda unipe miezi 2 mpaka 3 ndo nitakuwa free kukutengenezea." Tazama, huyu mtu ana maisha magumu, na tayari kaishatoka Pretoria, yuko mpakani, anataka kuvusha kupeleka gari ya watu. Anaambiwa pia miezi 2 mpaka 3 ndo anaweza kalishughulikia hilo jambo, lakini pia asilitilie manani kwa sababu ana mambo mengi. Jamaa alikaa mwezi mzima mpakani, anatafuta huku anatafuta huku, anahangaikia huku anahangaikia huku. Akaanza kuwa anakopa fedha kwa jamaa zake wa Pretoria, ili zile fedha zitakapoingia kwake yeye apate kuishi pale, lakini fedha zingine azipeleke ziende kwa mkewe na familia yake wakale, huku akiombea na dua, labda akifika anakokwenda mambo yanaweza yakawa mifunguka. Ndugu zangu Waislamu wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, huyu jamaa siku ya 30 watu wanakula Idi, yupo katika swala ya Idi, ndo akili inapiga paa kama Mungu anamletea irhamu. Bana, kuna jamaa yako mmoja ni inspector wa polisi, unamkumbuka yule mtu? Si amehamishiwa hapa mpakani na unamjua? Yani kakaa mwezi mzima na swali tarawih pale mpakani, ndo anakuja kujua kwamba mimi na jamaa yangu na rafiki yangu, ambaye rafiki yangu anaweza kanisaidia ili jambo likasovika na mimi nikavuka. Ndo anatafuta namba yake, anaipata, anampigia. Yule jamaa pia ni mzungu, anampigia, "Vipi, una shida gani Hassan?" Akamuelezea situation yote mpaka kufika pale na kukaa mwezi mzima. Kweli akamwambia, "Basi sawa, tuonane, ni dokumenti zako nazihitaji." Basi zikapelekwa pale zile dokumenti. Kuna barua moja akaichapa, akatengeneza baadhi ya vitu, akamwambia, "Chukua hii barua, nenda mpaka pale mpakani, ukishafika mpakani nenda kawaonyeshe hii barua, alafu waambie wanipigie. Mimi nitakuwa dhamana, likitokea tatizo lolote mimi najua pa kukupata wewe." Basi akaondoka na gari yake mpaka pale mpakani. Dereva kapeleka ile barua, akaonyeshwa na simu ikapigwa. Jamaa wakaruhusiwa kupita kwa dhamana ya yule inspector wa polisi, wakavuka, wameingia katika ardhi nyingine, nchi nyingine, wako hoi bin taabani. Sasa huyu bwana akampigia simu mtoto wa yule mzee kumpa situation yote, na hapo nyuma alikuwa akiwasiliana naye. Yule mtoto akamwambia, "Nisikilize, hivi unaweza, hii safari yako unayokuja nataka uwe na tahadhari, kwa sababu mtu katika biashara ni mimi, lakini kuna maneno ambayo mzee anayozungumza na hisi sio mazuri kwa upande wako." "Maneno gani?" Akasema kwamba, "Bana mzee, na hisi kwamba anataka kukudhurumu hiyo gari itakapofika huku." Huyo bwana akaskuti na akamrekodi yule bwana maneno yake. Baada ya kumrekodi, ikabidi ampigie yule mzee simu. Baada ya kumpigia simu, akamuuliza kiujanja yule mzee akaonyesha anania nayo, hana shida sijui vile, lakini kijana akawa anamsisitiza, "Bana, ninavyomuona babangu na mimi South Africa tunakutana mara kwa mara, sitaki uadui na wewe, simuelewi katika mazungumzo yake."
Yule bwana akasema bwana, potelea mbali, acha nije. Akampigia yule mzee, akatuma tena pesa zaidi ya dola 600 kama sio 1000, akatia mafuta, safari akaondoka mpaka kufika katika mpaka wa Tanzania, akavuka mpaka katika ardhi ya Kigoma, akatembea mpaka anafika mpakani. Baada ya kufika tu mpakani ndo mauzauza yalipoanza. Ameshatoa vibari vyote, baada ya kutoa vibari vyote anavusha kuingia katika ardhi ya Burundi. Baada ya kuvusha, polisi wanamkamata, wanamwambia weka gari pembeni pale. Hii gari ina madawa, ina mabangi, tena bangi nyingi sana, weka gari pembeni. Jamaa anasema kagueni, si anajiamini. Tena alipofika pale akamwambia bana, dereva ile yako ya kula hii. Yeye akapiga kilomita kadhaa pale, kuna baba yake mdogo, akatangulia kwa baba yake mdogo, akamuacha dereva wake pale anashughulikia. Polisi wakaingia, wakakagua, gari haina shida yoyote. Huyu bwana akafika kwa baba yake mdogo, akamueleza situation yote. Baba yake mdogo akaondoka, akaenda mpaka mpakani kulisimamia lile jambo. Kulisimamia, ikaonekana ile gari inatakiwa itoke na escort ya polisi pale, iende ikamchukue jamaa pale alipokwenda kwa baba yake mdogo, waingie Bujumbura mjini. Wakatoka hapo wakaingia mpaka Bujumbura mjini baada ya kumchukua, lakini gari ikafikishwa kituoni. Baada ya kufikishwa kituoni, bado wakarudia na lugha ile ile kwamba hii gari imebeba madawa. Sasa anawaambia hiyo gari yenyewe hata baby tail haina. Maana kwa wasema imewekwa kwenye baby tail, tumeambiwa. Sasa kwenye baby tail hakuna, tairi zote zimefungwa. Wakafanya ukaguzi wake. Sasa jamaa akaogopa kuipeleka gari kituoni, aliondoka nayo gari mpaka kwa mama mkwe wake. Baada ya kufikisha kwa mama mkwe wake, mapolisi wakaja wakaichukua ile gari wakaipeleka kituoni, naye akahitajika aende kituoni. Basi hizo safari za kituoni, nenda rudi, alienda zaidi ya siku hata 10 au 15 mpaka 20, anakwenda na kurudi. Ndugu zangu Waislamu, baadaye katika kuhangaika sana akaja kugundua yule mzee, hiyo mipango yote ni ya yule mzee. Lengo wanataka kwamba huyu apewe skendo, jamaa ikiwezekana asepe, akimbie, ile gari ichukuliwe kwa bei nafuu. Mawili, achukuliwe kwa bei nafuu au aandikiwe jambo au kesi nzito itakaomfanya huyu mtu anyanyuke aondoke. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atunusuru tusione yakatukuta haya. Tusiombe akatukuta haya aliyomkuta huyu bwana. Yule bwana baada ya kugundua yule mzee anahusika, akawa anakaa na mkuu wa polisi katika ardhi ya Burundi, anamwambia bana, sikiliza, mchezo wote unaanzia kwa huyu mzee. Na voice za mtoto wake hizi hapa, msikilizeni. Wanasikiliza, lakini wakakomaa kwamba hapana, hapa bana ni jambo limekaa vibaya. Mwisho wa siku ule mzee anakuja kumwambia bana, sikiliza, mimi kama nataka ninunue hii gari, nataka nikupe dola 3000 peke yake. Jamani, dola 3000 sawa na milioni 6 ya Tanzania. Sijajua kwa Burundi na kwa ni milioni ngapi. Jamaa imeenda mawili hayo. Mwisho wa siku hana budi anaichukua ile pesa, huku roho inamuuma. Dola 3000 ndo anauza gari, anakwenda tena. Hiyo dola 3000 yenyewe kakaa zaidi ya mwezi, nao miezi miwili. Jamaa akaona sasa nitafia Burundi, familia yangu inaharibika kule, ikabidi aichukue hiyo pesa ili aondoke, arudi katika ardhi ya South Africa. Jamaa akaondoka. Alipofika katika ardhi ya South Africa, kaishaishiwa kila kitu. Sasa inakwenda katika familia. Mwanamke akawa kila akimsogea mume wake hajisikii tendo la ndoa. Yaani mwanamume akimsogelea mke wake, kama ilikuwa ni rijal, yani ana nguvu ya kiume, basi kule mahala, yani ule, unajua ukiwa unapiga simu, kuna simu zingine network yake inakuwa kali sana, unashangaa tu kule simu inaita, mnala umenyooka umekaa vizuri, lakini ghafla mnala unadondoka, mafundi wanaotengeneza wanaunyanyua tena, mnala unadondoka tena. Inakuwa hatari katika maisha yake, akawa hajiwezi kumdiriki mkewe, na mkewe akawa anahisi hasira sana anapokuwa karibu na mumewe. Sikiliza situation hii, ndugu zangu Waislamu. Haikutosha, yule mwanamke akawa amemueleza mume wake namna anavyojisikia. Mwanamke akawa, mwanaume anatafuta msaada, hana pa kukimbilia, anarudi kwa mama mkwe wake, anarudi katika familia yake ya yule mwanamke, ndo ndugu zake, ndo jamaa. Licha ya dhiki aliyokuwa nayo, lakini atatuma dola 2000, atatuma dola 200, dola 300 kwa mama mkwe, ampoze. Ndo mwanamke akawa tena hasikii, vurugu. Mwanamke akaanza kuleta manyanyaso yale, sasa yale ambayo hayatakiwi kupewa mtoto yatima, lakini akawa mtoto yatima sasa yule anapewa shurba, anakuwa anafanywa vitu vya ajabu. Jamaa akatoka
anatoka huko hali mbaya, anarudi anamkuta mtoto wake mnyonge, na ule uchungu wa kufiwa na mkewe, basi joto lile linapanda, na huko anamtaka, na bahati mbaya alikuwa anampenda mkewe vya kufa. Ndugu zangu Waislamu, kwa haraka haraka kwa sababu mengi yalitokea, yule bwana siku moja mkewe akaja akaondoka nyumbani bila kuaga. Jamaa anarudi anamkuta mkewe hayupo. Katika kuhangaika hamuoni. Basi jamaa akatulia pale nyumbani, imefika saa 2 usiku, akaja shekhe mmoja wa Kihindi. Akaja anamuuliza, wewe bwana ndo bwana fulani? Anasema naam. Mkeo unamjua? Anasema ndio namjua. Kwa nini unampiga mke wako? Kwa nini unamnyima chakula na ana watoto wawili? Kwa nini unamfanyia mambo mabaya? Kama humshindwa umrudishe kwa kaka zake wako hapa South Africa, au mpe talaka arudi kwao. Jamaa anamuapa. Bahati nzuri mwanamke aliwaacha mpaka watoto wake. Anawauliza eti wanangu, mimi nimempiga na nishawahi kumpiga mama yenu? Watoto wanakataa. Je, mimi nimemfukuza nyumbani? Watoto wanakataa. Basi shekhe yule baada ya kusikia pale akasawejika, akaona kumbe mwanamke ananiingiza kwenye matatizo. Ndio maana tunaambiwa inna kaidahunna adhim, hakika watoto wa kike wana vitimbi vikubwa. Usiombe mtoto wa kike akakukalia kooni. Narudia tena, usiombe watoto wa kike wakakukalia kooni. Mtoto wa kike akikukalia kooni, ibilisi akasome. Mtoto wa kike alimtoa baba yetu Adam peponi. Ibilisi laanatullah hakumfuata Adam, alimfuata mtoto wa kike. Mtoto wa kike ushawishi wake ndio kamfanya baba yetu Adam akatoka wapi? Peponi. Nabii Allah Yusuf alayhi salam, kutoka katika jumba la waziri mpaka kwenda kufungwa gerezani, ni mtoto wa kike. Inna kaidahunna adhim, hakika vitimbi vyao ni vikubwa, ni hatari, ni watu ambao tunaishi nao kama mama zetu, lakini tuishi nao kwa akili kubwa. Usijijengee imani ukasema mimi nimemwamini huyu 100%. Mtoto wa kike haaminiwi 100%. Naaminiwa mama tu peke yake aliyekuzaa. Yeye peke yake ndo ambaye anaweza kukutakia kheri. Na katika huu ulimwengu usifikiri kuna mtu anaweza kukutakia kheri labda zaidi ya mama na baba. Wewe njoo na rafiki zako waonyeshe jumba zuri ulilojenga. Wewe na umepata wapi hela? Ataanza kutafutia sababu, mwisho anaweza kukutia hata kwenye bana labda Freemason ndio umepata jumba hili. Lakini pia vile vile ataondoka kasawejika, yani uso utajikunja, furaha atakuwa anailazimisha, lakini moyo umekataa na sura inakataa vile vile. Lakini mama yako akitoka kijijini akija hapo kwako akitazama ule mjengo wako, hata kama yeye ana jumba kule, ana kijumba ni kuponde ni kuiname, akilala ndani anachungulia mpaka nje, lakini bado akiwa anaondoka anakuombea dua Mungu akuzidishie. Huyo ndo mama. Lakini kuna mama wengine ni wachawi wanga, ndio ukajikuta anakuharibia mambo yako. Kuta jitu linaroga ilimradi mtoto wake aharibike, kama kile kisa nilichokuwa na kopeni cha yule bwana wa Kigoma, anatoa kafara watoto wake ili baadhi ya mambo na ulimwengu wa kichawi huko mambo yaende. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, mwanamke akarudishwa nyumbani, vurugu likawa kubwa, kashapigia mpaka kaka zake. Baada ya kuwa amewapigia kaka zake, ndio kuna shemeji yake mmoja akampigia simu, anamwambia shemeji, nimesikia kisa ambacho umekipata kupitia dada yetu, lakini nilishawahi kukwambia. Yule bwana amesahau, ulishakuniambia jambo gani? Anakuambia nilikwambia bana usiwe karibu na mama yetu. Sikiliza, mtoto shemeji yake, kwa mapenzi walioishi baina ya shemeji na shemeji, alishawahi kumwambia bana, wewe karibu ulioweka baina yako wewe na mama yetu utakughalimu. Hayo yote yanayozunguka na yanayokukuta sasa hivi yana asili yake ni kwa mama. Yule bwana akawa bado hajaelewa kwa mama vipi, na bado akikaa anamtumia vijidola, anamtumia hivi, anamtumia hivi. Kumbe maisha anaoishi yule mwanamama, yule jamaa, mama mtu ambaye ndo kaolewa mkewe, alikuwa ni maisha ambayo yamemuingia hasadi, amehusudika, kaumia mwanae kwenda kuishi katika maisha mazuri. Kwa hiyo unavijitumisha vihela, unatoa pesa. Kuna watu bana wanafanya ili ulimwengu watu washindwe kusaidiana. Yaani ulimwengu uwe mgumu kwa ajili ya roho zao mbaya, kwa ajili ya hasadi, kwa ajili ya vijicho. Na kuna maradhi mabaya kama hasadi, na inshallah dawa ya hasadi ninayo.
tena ni mujarabu muadabu sana. Utakapoitumia hiyo dawa ya hasadi, hapo kwa papo wewe unakuwa ni mtu mwingine, na kile kimvuli kinaondoka, ile ankisi inaondoka, unarudi kuwa mwanadamu, unakuwa kuwa ni kiumbe mzuri mwenye thamani yake. Lakini pia vile vile kwa wale wachimbaji dhahabu, kuna dawa ambazo ninazo. Hii dawa kazi yake ni kazi mbili, utakuwa unatumia kukoga, lakini pia utakuwa unafunga. Kwa wale wanaochimba waingie nazo kule chini, hata kama dhahabu iko mbali. Ni dawa ina muafaka mzuri baina ya dawa hii na mashaitani au na majini kwa ajili ya kukusogezea dhahabu. Lakini dawa ya mapenzi kwa yule ambaye anataka kutengeneza mapenzi ya kumvuta mume, kuvuta biashara, kuvuta watu, hii dawa utakuwa unatumia kwa kupiga mswaki, lakini pia vile vile utakuwa unatumia kwa kukoga, lakini pia chale mbili katika ulimi kama utataka. Lakini kumfunga mume na kumfunga mke kama ni muhuni na unampenda. Lakini pia dawa ya kukusanya watu katika biashara, ambaye kwa lugha yake dawa hii inaitwa mkumba shengeru. Ni dawa hatari na ni nzuri yenye kufanya watu wakusogele karibu. Lakini kuna dawa ambayo hii unatakiwa usafiri nayo katika baadhi ya maeneo, inaitwa Sanze Baseka. Ni dawa nzuri mujarabu sana, na namba zetu ni zile zile, alama kujumlisha 255658914771. Lakini pia kuna namba ile ya Vodacom ambayo mwisho inaishia 54, ndio dawa ya kutumia. Ndugu zangu Waislamu, siku moja huyu mwanamke vitimbi vikawa vikubwa, na huyu jamaa akagundua kwamba pressure kubwa madude, kwa sababu siku moja amekaa, akaja mwalimu katika kusoma dua, likapanda dude katika mwili, linamfukuza yule mwalimu, linamwambia bana ondoka, kwa sababu mimi nimewekwa hapa na nimetumwa. Mama mkwe wake huyu ndo anayemchanganya huyu mtoto, na hii ndoa haitadumu. Kisha yule binti akaelekea katika akili yake, ndo jamaa pia anazidi kufahamu katika kuhangaika kule, mama mkwe ndo kasimama, kumbe yule aliyekuwa anamlea kama mama yake ndo amekuwa hatari. Na hata ile gari kudhurumiwa, mama mkwe alikuwa kasimama, na mipango yote alikuwa ameitengeneza mama mkwe, mpaka huyu kijana kufikia kwa huyu bwana, ili wakaone mazingira anayoyaishi huyu mtoto wake na mkwewe. Huyu mama mkwe pia anachangia huyu kijana wa kwanza kwenda mpaka kumtengenezea issue ya biashara. Lakini huyu kijana alianza kujitoa baada ya kuona kweli mzee yuko serious, na taarifa zilikuwa zinafika, na mama mkwe na huyu mzee wa Kiarabu walikuwa wakipanga mipango kwa ajili ya Hassan Basri kuharibikiwa maisha yake. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, siku moja mwana baba yule yupo katika shughuli yake, anapigiwa simu, anasema mbona tunamuona mkeo anatoka na vyombo anaondoka. Yule bwana aliko mpaka kufika nyumbani zaidi ya masaa 4, maana alikuwa ametoka mbali sana katika uhangaikaji. Anamkuta mwanamke kaishaondoka tayari, kaishaenda kwa kaka zake. Baada ya kufika kwa kaka zake huko, mwanaume anarudi pale, anamkuta mtoto wake yupo mnyonge, kaondoka na watoto 2 wadogo zake, na huyu Mirfat kaondoka nao kaenda kwa kaka zake mji mwingine. Mtoto kaachwa zaidi ya masaa 2, mpaka baba yake anarudi, anamkuta mtoto hata kula siku hiyo ajala, yuko mnyonge. Kwa mara ya kwanza yule mtoto anamwambia, baba mimi sina mama, baba mimi sina mama. Laiti mamangu angekuepo. Unaambiwa jamaa alilia kama mtoto, alikuwa anasaga miguu, anamkumbatia mtoto wake wa kike, anamwambia mwanangu, mimi ndo baba, mimi ndo mama, mimi ndo baba yako, mimi ndo mama yako. Analia kama mtoto. Wewe umempata mama yako unamdharau. Man asha khadiman tahta qadami ummihi asha sayyida fawqa ruusi qaumi. Atakaishi aliyakuwa ni mtukufu juu ya kujinyenyekeza kwa mama yake, asha sayyida fawqa ruusi qaumi, ataishi aliyakuwa ni mtukufu. Yani ukiishi aliyakuwa ni mtumwa chini ya nyewe mama yako, utaishi aliyakuwa ni mtukufu juu ya vichwa vya watu waliokuzunguka. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, jamaa kalia, kamkumbatia mtoto wake. Wamebaki wao kama walivyokutwa, maisha yameharibika, wamebaki hawana chochote, na baki na mtoto wake amemkumbatia, 2 tu. Ndugu zangu Waislamu, usiku huo ulikuwa mgumu. Kapiga simu kwa shemeji zake, wanamwambia ndio yupo huku. Wengine wanamwambia toa taraka. Anampigia mama mkwe anamnafikia tu. Mama mkwe mwisho siku anajidhihirisha, bana wewe achana naye tu, uendelea na maisha yako, ushakuwa na maisha magumu wewe, ushafirisika wewe, na nilijua tu haya uwezi kuyafikia. Akajua sasa ubaya dhahiri wa mama mkwe kwamba yeye ndo sababu, na watu wa karibu wakawa wanamueleza huyu bwana. Hata alivyotoka kwa mume wake wa kwanza ilikuwa 1, 2, 3.
Mwanaume wake wa kwanza yule mama mkwe, mme wake mwenyewe baada ya kumuoa alifirisika, baada ya kufirisika mme wake akamkimbia akaenda kwa huyu ambaye uliyemkuta wewe ndo kamuolea na mtoto wake pale, na yule pale alipofirisika akaondoka akaja kuishi maisha yake. Alafu sio kwamba ana mali, sio kwamba ana maisha mazuri, ana maisha mabaya kweli kweli huyo bi mkubwa. Dhiki tabu zote ni za kwake, lakini roho yake mbaya tu na uchawi wake unawafanya watu waharibikiwe, yeye ndo maisha yanakwenda. Ndugu zangu Waislamu, yule jamaa baada ya kugundua ukweli, siku hiyo amelala usiku, ilikuwa ni nusura, alinusuriwa na mtoto wake. Jamaa usiku kawaza, alikuwa anamiliki silaha kwa kule South Africa. Jamaa kachukua magazini kaijaza silaha, kapakia kwenye bastora, anataka kutoka. Bahati nzuri yule mtoto wake anaiona ile silaha, anamwambia baba, unakwenda wapi? Tena wakati jamaa anaingia kwenye gari, anasema baba, unakwenda wapi? Unaniacha peke yangu baba? Au twende wote baba? Lakini mbona umebeba silaha baba? Unataka kufanya nini? Unajua watoto wenzetu tofauti na watoto wetu. Kuna watoto wetu vilaza kweli. Yaani unakuta mtoto haelewi chochote wala haujui kwamba hili hapa jambo hatari, au huyu hajui kwamba hili jambo. Yaani mtoto unakuwa naye, na hao watoto waleteni niwafanyie dua kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, na nitakuwa na zawadi yao maalum nitaitangaza na siku tutakayojaliwa na Allah tabaraka wa taala, ili watoto wao wapevuke, watoto wao na maarifa, watoto wakishika kitu kinakuwa. Anamwambia baba, unakwenda wapi? Basi jamaa alilia kwenye msikanyo wa gari, amelia, anamkumbuka mkewe, anakumbuka maisha mazuri aliyokuwa anaishi mwanzo. Mwisho jamaa akatoa ile magazini kwenye bastora, akarudi ndani, akazitoa risasi, akaacha hapo, akamchukua mtoto wake, wakaenda wakatembea. Usiku wa manane ndo wakarejea wakalala. Yule bwana akanijilia katika ofisi yangu, na mimi namtengenezea kitu mujarabu sana, muaddabu sana. Insha Allah, nasema tena insha Allah, atarejea katika maisha yake mazuri, atarejea katika maisha yake, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, zongo na uchawi uliopo katika mwili wake utaondoka kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini inshallah tufikie kituoni kwetu, na inshallah tutakuwa tuna safari katika nchi tofauti ikiwemo katika ardhi ya Uganda, lakini ikiwepo katika ardhi ya Kenya. Inshallah watu wa Kenya, naombeni komenti zenu sana wanaotuhitaji. Naomba kila mmoja sasa, kama upo katika ardhi ya Kenya, uchukue sasa hapo nini wanasema booking yako, kwamba tujue kwamba Kenya tunafuata watu wangapi na katika ardhi ya Uganda tunafuata watu wangapi. Lakini dawa zetu zile za mwanzo bado zipo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini inshallah naomba leo Jumapili ya tarehe ngapi Sheikh? Leo tarehe 18. Jumapili ya wiki ijayo utakuwa mniangalizie kwenye simu yako. Jumamosi, leo Jumamosi. Mniangalizie Jumamosi au Jumapili itakuwa tarehe ngapi? Kuna jambo niwaambie hapa ndugu zangu hawa wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ili kheri kubwa iweze kupatikana. Nataka nikutangazieni kitu mujarabu sana. Kwa binti yoyote ambaye hajaolewa, itakuwa tarehe ngapi Sheikh? Kwa binti yoyote ambaye hajaolewa, na kwa binti yoyote ambaye ana mahusiano hajui ndoa itakuwa lini, tarehe 25. Tarehe 25 na kuombeni mwagike kwa wingi sana katika kituo changu. Kipo Kisota, majumba ya Wachina. Ukitaka kurequest kokote, Kisota majumba ya Wachina, Kisota majumba ya Wachina, Kisota majumba ya Wachina. Ukivuka darajani, njoo mpaka sehemu moja, kituo kinaitwa Mnadani, vuka upande wa pili. Bajaji zinazotoka Feli, waambie bana nishushe njia panda ya Kisota. Atakuleta mpaka njia panda ya Kisota. Ukishashuka njia panda ya Kisota, mwambie boda na kwenda kwa Sheikh Khalifa Makarama, au mwenzetu kule Abubakari Al-Mahzuni anaandika Sharifu Makarama. Mwambie naenda kwa Sharifu Makarama Kisota majumba ya Wachina, atakuleta mpaka ofisini kwangu. Ukitokea Feli ukivuka, baada ya kuvuka nenda mbele kidogo, utaona pacha mbili, moja kushoto moja kulia, ifate ya kulia. Tembea mbele kidogo, mkono wako wa kushoto utaona kuna bajaji. Chukua ile bajaji, panda inazokwenda Kibada, mwambie kushusha njia panda Kisota. Ukishuka njia panda Kisota, mwambie bodaboda nipeleke kwa Sheikh Khalifa Makarama majumba ya Wachina, au Sharifu Makarama majumba ya Wachina. Atakuleta Jumapili, na kutakeni nyote inayokuja. Nafikiri itakuwa tarehe 25 kama sikosei, na kutakeni nyote. Itakuwa ni Jumapili ya tarehe 25 Jumamosi ya tarehe 25 Jumamosi ya tarehe 25. Binti yoyote ambaye hajaolewa
binti yoyote atakayekuwa anataka ndoa, binti yoyote anayetaka huyo mchumba wake amuoe, lakini njoo ukiwa vizuri, piga simu upewe maelekezo, sikio kutakuwa kuna nini, ili ujipange. Hicho ninachokwambia uje nacho. Nitakuwa na dua yenu mujarabu muadabu sana. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, tutakula wali kwa kupishana. Mtaenda kwenye mandoa yenu, mnaowapenda watakuoeni na mambo yenu yatakaa sawa. Binti ambaye anahitaji mvuto wa biashara, basi dawa hizi hapa nimezielekeza. Mwanamume na nyinyi wanaume, nitakuwa na dua yenu, lakini tunaanza kwanza na mama zetu. Inshallah nitakuwa na dua kubwa siku hiyo. Nitakuombeni kuanzia saa 2 muanze kutia timu hapa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, na ili tangazo watangazieni na wengine. Una mtu na nataka tuonane, tutakaa kwanza hapa kwenye kitu, tunaingia mmoja, alafu ndo tunaingia kwenye dua. Anayetaka ndoa, nasema tena, anayetaka ndoa kaishapiga maktaimu sana, umri unakwenda, ana jamaa yake anampenda, amuelewi, njoo tufanye hiyo kazi, afu Mwenyezi Mungu ataleta kheri na utafanikiwa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini kuna kiwango kidogo cha gharama mtatajiwa hapo pale mtakapokuwa mnapiga hizo simu. Ukija unachukua, unatoa gharama yako, utapewa kuna dawa, alafu utaingia katika utaratibu wa dua. Mwisho kabisa nimalize leo Jumamosi, baada ya kuwa kuna mambo kadhaa yamekusha kupita katika ardhi yetu ya Tanzania. Miongoni mwa mambo hayo, leo nataka nizungumzie rasmi jambo ambalo linamhusu shekhe wetu, Sheikh Walid Al-Hadi. Mwenyezi Mungu, Sheikh Walid, Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri, ampe subira katika yale ambayo yupo katika mapito kwayo. Lakini leo Jumamosi hii ya leo amekabidhi ofisi aliyokuwa akifanyia kazi ndani ya miaka 2, kumkabidhi shekhe wetu Sheikh Abbas, na pia Mwenyezi Mungu amjalie katika yale anayoyaendea. Lakini tukirudi ni kwamba Sheikh Walid ni kipenzi cha wengi, ni kipenzi anayependwa na watu wengi, na wengi walikuwa wakitamani kumuona akiendelea kuwa shekhe wa mkoa. Lakini Allah tabaraka wa taala na makadirio yake, Allah tabaraka wa taala na mipango yake, Allah tabaraka wa taala kuna vitu ameviweka kwa watu ambavyo vitu hivi vinawafanya hawa watu wawe ni tofauti na wengine. Allah kanipa mimi makarama ya kufanya kazi za dua, inatakiwa nijitambue mapema kwamba mimi ni makarama. Na kuna mwingine Allah amempa kipawa fulani, huyo mtu anatakiwa ajitambue hicho kipawa kapewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa watu walivyokuwa wakidhani labda shekhe wetu Walid atakuja kutoka, tulikuwa tuna imani siku moja atakuja kutoka katika kiti chake hicho cha kuwa shekhe wa mkoa, lakini labda tulitarajia ni siku ambayo Mungu atamuhitari au kumuhitaji, ina maana aondoke katika ulimwengu na kile kiti ndo ataachana nacho. Ndivyo watu tulivyokuwa tunajua, lakini viongozi wakubwa wamefanya kile ambacho wameona wao kinafaa. Lakini lengo langu lipo kwa shekhe wangu Sheikh Walid, Allah amjalie subira, tunampenda kama ambavyo tumempokea aliyekuja. Lakini pia vile vile kuna muda Allah tabaraka wa taala anataka kukuonyesha wewe ni nani. Sijui pointi yangu mnaielewa hapo? Kuna muda Mwenyezi Mungu anataka kukuonyesha wewe ni nani katika jamii. Mwanadamu anaweza akaishi katika ulimwengu alafu asijue kwamba yeye ni nani, ana nafasi gani, au hata kama utakuwa unajua, basi Mwenyezi Mungu akataka yeye mwenyewe akufahamishe wewe ni nani. Kwa hili jambo mimi nilitaka nieleze tu kwa muono wangu. Mungu amemwonyesha Sheikh Walidi yeye ni nani kwa jamii, mvuto alionao, mapenzi anayopewa kwa kukunyang'anya hiki ambacho ulichokuwa nacho, na kukuonyesha dhahiri upendo wa watu ulionao, ili uishi nao na utumie ule upendo na uishi nao kwa ajili ya kuwatumikia kweli. Hata kama haukuwa shekhe wa mkoa, hata kama umetolewa shekhe wa mkoa, bado shekhe wako utabaki pale pale, na nenda nao, kwa sababu Mungu amekuonyesha sasa nguvu yako. Mungu amekuonyesha sasa unapendwa kiasi gani. Basi nenda katika toa hiyo hiyo ulionayo, nenda katika utiifu huo huo ulionao, nenda katika mapenzi hiyo hiyo. Watu wakikufuata, endelea kuwakumbatia, endelea kuwashika. Mimi na imani hili jambo halijaja tu isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio kahitari, ili utoke huku umpishe mwenzio Sheikh Abbas aje aendelee napo. Lakini na wewe Allah tabaraka wa taala akuonyeshe, labda ulikuwa hujapata radha ya kuhisi unapendwa. Ulikuwa unapendwa, lakini ulikuwa hujapata radha ya kuhisi unapendwa kiasi gani. Sasa Mungu amekutanabahisha
kwamba we ni nani katika ulimwengu wa kidawa. Endelea na kuwa mtiifu inshallah kwa viongozi wako wa juu na wale ambao sisi wadogo wadogo tunayekufuata, lakini pia tutampa ushirikiano Sheikh Abbas, lakini Allah ndo mwenye kukadiria kila kitu. Mungu anaweza akakutoa kwenye hiki akakupa kikubwa zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yasmauna alqawla fayattabi'u ahsana. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa na subra. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni watu ambao tunasikia, lakini pia vile vile tunayapa masiku muda, kwa sababu masiku ndo huwa yanazungumza na masiku huwa yana khairi kubwa sana, na si kila tunachokiona tu lazima useme kwa ubaya. Kuna muda utulivu kama ambavyo ameufanya shekhe wangu Sheikh Walidi, amenyambaza kimya, na hii ndio inavyotakiwa. Lakini leo amemkabidhi ofisi anayemfuatia baada ya kutoka katika hicho cheo alichokuwa nacho, lakini Allah tabaraka wa taala nawe amekufungulia kuona jinsi gani jamii inavyokupenda, na wewe peke yake ndio kuipoza hii jamii ambayo iko mbele yako. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jinaka ilayka ya Allah قمنا في بابك في هذه الساعة ولعل ساعة الإجابة أن تيسر علينا أمور الدنيا والآخرة. اللهم أقضي جميع حاجاتنا. اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضر إلى العزة، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.